Mashabiki wamepagawa sasa katika uwanja huu. Amesidilia kwa misuli, yupo katika nafasi ya ulinzi. Kipenga cha mwamuzi kinasikika, mtazamaji anakuja kutenga tena hapa, shaka na uparaza kwa kichwa. Wapo kwenye eneo husika, mtazamaji. KCB nyanyua moja kwa moja kumtafuta upande wa pili, huku Etemesi Kelvin. Wapo kwenye eneo husika, mtazamaji. KCB nyanyua moja kwa moja kumtafuta upande wa pili, huku Etemesi Kelvin. Kitolo huyu kocha kwa faida ya Zitech, mchezaji wa zamani kwa faida. Wekesa fika kwenye eneo husika, jaribu kuwasha baruti, lakini mambo yanakwenda ndivyo sivyo kutokana na changamoto ya mkwaju wa penalty. Piga fataki ya moja kwa moja, lakini unapapa juu ya mtamba wa panya. Anamwondelea katika njia, Boniface anaingia sebuleni, jaribu kuunganisha kadri wake, makosa pale ya mawasiliano. Piga fataki, lakini isokuwa na nguvu za kutosha. Alimtazama jinsi kipa alivyokuwa amesimama, tayari ametoka kwenye eneo lake. Mkwaju wa madhambi, Siraj moja kwa moja anakosa. Albin Manusra, captain National Embi kwa magharibi, kwa maana nchini Nigeria. Fursa hii na ujaza moja kwa moja, mtazamaji. Kutokana na walinzi kutomakinika, na wameitafuta kadiri uwezo wao ndani ya dakika 40 za mchezo. Kipindi cha kwanza wamepoteza nafasi chungu nzima. KCB angalau wanapokwenda mapumzikoni wakiwa wanaongoza kwa goli 1-0. Bao lake mchezaji Richard Omondi, yani umuhusu mchezaji huyu ambaye kwa hakika yupo katika safu ya kiungo. Fursa nyingine anautia kambani tena hapa. Nilimtaja tangu mwanzo kwamba ana uwezo mkubwa sana Boniface Omondi. Mabao ni mawili ndani ya dakika 2. Kama jinsi alivyoupata moja kwa moja, akaamua kuweka sehemu husika, akifahamu fika kipa kwa vyote vile hangeweza kuufikia pale. Sasa ni experience na ametumia nguvu, na ni ubingwa ambao fursa hera ujaza gonga mtambo wa panya pale. Mtazamaji anasema kwamba imehesabika, anakwenda pale kutoa maelekezo, mwambia toka kwenye njia, lishwa kadi ya njano, usitufunze kazi hapa. Cha marudio Kahata, nguvu mpya kuzote, anachota kama kijiko moja kwa moja, kubaini iwapo kwa vyote vile ulivuka ule mstari moja kwa moja pale. Mtazamaji, Kisengere nyuma, hebu tazama ball control yake ya Francis Kahata wa Nyambura, kuleta stability na labda pengine kutengeneza nafasi ambazo zinahitajika mabao kupatikana kabla ya kipenga cha mwisho chake mwamuzi wakati. Kabla ya hapo basi, bila shaka sasa wanatumia maeneo yote kwa ajili ya kurahisisha mwendo. Feargod, fursa kupata bao la kwanza. Feargod bila shaka tena kwa utulivu kwa ajili ya kukomesha wanaomsulubu. Feargod, kipa ama mlinzi kwa hakika Lari alikosa kuupata ule mpira, na ikawa ni njia rahisi kabisa kwake Feargod kupata mpenyo. Niseme ni sawa na Rizki Kitako kupoteza pale, basi utakuwa unasubiri nini kama mchezaji? Kipa mwenyewe kwa hakika kawa amechanganyikiwa kiasi cha haja. Kasi mmoja atumie mguu wa kushoto, mwingine atumie mguu wa kulia, anaupiga anaupaisha. Dhamira sahihi kabisa, mtazamaji. Nafasi ya kipekee ya kuweza kuona na mlinda mlango, anauficha anaupaisha. Bila shaka ni mchezaji Feargod, piga fataki kweli kweli, pata mkwaju wa kona. Edwin Mangoli amemvuta tena kwa maksudi, hapana ubishi, hapana ubishi pale, alimvuta kwa maksudi,
anajaribu kumwelekeza mwamuzi wa kati kwamba huyu captain anafaa kulishwa kadi, na ni kadi ya pili ya manjano, akilazimika kutoka nje sasa. Na wakati wa huo basi mwamuzi wa kati, baada ya kupambana ndani ya dakika 90 katika uwanja huu, hatua ya 30 ya mchezo ama shindano haya Mozartbet, na wakati wa huo basi Zetech University wanatupwa nje mashindano. Zetech 0 KCB magoli 4 full time. Bonga boli. Ile chance tumepata first half. Baada the end of the first half tumepata 2 goals ambayo imeleta stability kwa timu yao. Na pia uwepo wa Humphrey Mieno labda imekuwa na mchango mkubwa sana kipindi cha kwanza. Ya Humphrey anasaidia, anang'ang'ana, anacheza na uzoefu wake. Na amefanya kazi nzuri, amekuwa nzuri pia katikati na Idi Omoto. Nimefurahia vile amecheza leo baada ya siku nyingi. Anasaidia kunencha vijana wadogo ambao wanakuja. Kuna baadhi ya vijana ambao nimeona unawapa angalau playtime kwa ajili ya kuimarisha uwezo wao dimbani, coach. Kila mtu hapa analipwa na ana uwezo. So kila mtu afanye kazi, sio ndio sababu wako hapa. Si ati utakaa kulipwa tu. Lipwa ufanye kazi. Mwisho coach, Fear God naona amefunga bao hapa, na kama ukamuonyesha kidole gumba. Anakuja ni mchezaji, ni mfungaji, nishamuona. Ni vile tu alikuwa chini kidogo sababu ya mazoezi. Lakini tunampa muda. Nafikiri ni good finisher kuliko strikers wale tuko nao. Unaaminisha wa Kenya kwamba ni good finisher? Ni finisher, hata amefunga someona mbaya akili tu sana. Asante sana coach na kila heri. Asante sana. Imekuwa ni mtihani mkubwa sana kucheza dhidi ya wachezaji ambao ni wazoefu, licha kuwa kipindi cha kwanza ulikuwa umeonekana kuanza vizuri. Game imekuwa sawa. Ukijaribu kuangalia kipindi cha kwanza tulijaribu kumiliki. Tumefungwa bao kama imebaki. In fact imekuwa ni individual mistakes zile ambazo nimesignal 3 minutes. So ilikuwa ni very much painful. Tumefungwa bao 2 dakika 3, which to me ilikuwa ni lapse ambao mimi mwenyewe ni kurudi tu kwa drawing board niende niwakie, manake ukijaribu kuangalia huyo kijana amepoteza hiyo mpira. Ilikuwa ni mpira ambao alikuwa ifunge akaipoteza juu, na moja ikapigwa moja tu counter, na KCB kuna mastrikers wao ni wazoefu, akaconvert ile kurudisha katikati, same player, badala kupiga pass anataka kuchenga, ikapigwa tena counter. So ilikuwa mbaya sana. Kurudi second half nimeongea na wao, wakarudi tena wakiwa juu. Umejaribu kuangalia tumejaribu kuimiliki tena kidogo individual mistake. So ile kitu naona problem yangu kidogo sasa ni hao vijana, na ni vijana wadogo, manake au umeona wakipoteza hiyo ball ni wale ambao tunajaribu kuingiza kwa philosophy ya team, na ni vijana ambao wameneonesha wako na takriban juu, ambao hapo mbele tukiendelea watakuwa ni wachezaji wazuri. So ukijaribu kuangalia vile game imepigwa visawa sawa, lakini kidogo problem imekuwa ni hiyo mambo ya individual mistakes zile ambazo mimi naenda kuwaka. Asante sana na kila coach. Asante. Bila shaka ni coach hapa, mchezaji wa zamani kwa faida ya Shabani FC pamoja na Nzoia Sugar. Umecheza na gani nyingine tena? Mafuko bomba. Yeah. Asante sana na kila laheri coaches. Bila shaka kocha Kitolo mwenyewe akitoa mtazamo wake, na zidi kuganda papo hapo, manake tunazidi kuletea matangazo ngoma ambao kwa hakika itakuwa natitigwa baadaye ndani ya takriban dakika 15 kati ya 3K timu ya nyumbani katika uwanja huu wa Moi dhidi ya Denmark kutoka pwani ya Kenya, kwa maana sehemu za Kwale. Niko napeana 1,000 kwa yule ati mrembo akuja tuambie kama kuna mrembo anajua kwa nini timu inajiita 3K, atuambie. Haya, tuambie. Haya, kwanza unaitwa nani? Ongea kwa sauti ama naitwa Hazard. Uko na miaka ngapi? 22. Uko na mtu? Unaona ni vijana hawa wa 3K
Sema kwamba kupiga njaramba hizi hapa kabla ya kupambana dhidi ya wale vijana kutoka Denmark. Haya, tuambie mbona timu inajiita 3KFC? Kwa katika uwanja wa nyumbani naona Timu nasikia. katika ardhi ya nyumbani. Haya, kwa nini? Hata sauti wacha bwanake, umeona? Ama nikamistake. Na mjua tuko live kwa TV. Hebu sema kwa sauti, kwa nini unaongea on behalf of the league? Kwa nini inajiita wewe? Amir pole pole kesho. Haya, swali ya mwisho. Ati amedanganya. Hebu kuja. Huyu ni kama atapata kuja tuambie. Huyu amedanganya. Kuja ukisema atakubali 1000 kuja. Nimeharibu boma. Hebu tuambie maana ya 3KFC. Ongea kwa sauti. Haya. Nitakuuliza maswali 3. Hii tournament, ayasikia? Haya, mpe microphone. Moja ni yake nitampea. Haya. Hii tournament inasponsorwa na kampuni gani? Mozart Bet. Tuambie Mozart Bet in full. Mchele mmoja hapo nimekupea. Asante sana. Sawa, aerobic stretches. Haya. Pika. Haya, asante sana. Haya, tukifika half time pia naweza kuwa na 1000 nyingine nipeane. Sawa. Kwa hivyo 3K sisi wote tuendelee kuwatch game, tuko fit sio? Haya. Wamejibu vizuri. Kweli. Asante sana, pia mnifikita na mnasalimiwa na Nyaboke. Asante sana. Thank you so much. Endeleeni kuona game. Na wale ambao hawajawekelea leo Arsenal inachapwa. Sawa? Coaches, vipi? Hapana, Arsenal win over 2.5. Weka hiyo. What is side? Niungua nitakurudishia. Without the ball. Last call. Hapa. Hii hapa. Tumalizie kule. Last call. Mwisho ile mwisho. Sawa? Last call. And back. Ya pili. And back. Ya tatu. And back. Maliza. Mechi ambayo imeishia magoli 4-0 kufaima na vijana wa timu ya KCB wanabeki ndo. Na sasa tunaingia kwa mechi ya siku. Wasema kwamba ndo siku ndio kumla mwanawe. So, ndio. Hapa hakuna kumtuma mtoto dukani. Haitaji mbili peke yake, mbili. Bidi ya vijana wa timu ya Denmark na Yesu ni vizuri kusema kwamba ndo mara ya kwanza kabisa timu ya 3KFC inashiriki kwenye mechi za Mozart na mechi ya kwanza ndio walikwenda kwa Limuru kaunti ya Kiambu wakacheza na Limuru Riki wakaweza kupata ushindi kwa magoli 8-0. Kumbuka hawa Mozart ndio wadhamini wakuu na timu hii ya KFC. Mwanaspoti nene na wape nafasi hawa na ambao wamejiongoza katika tasnia hii ya sanaa na usanii. Kwa hiyo vikosi vikiongozwa na Hancho tuwape nafasi angalau mfunge burudani. Tunasubiri mtanange mwingine KFC wakienda kukasambuana na miambo wa Denmark FC kwa kwamba hapa nyumbani ni nyumbani mwa KFC na baadhi ya wachezaji ambao ni tajika msimu huu wameleta wachezaji ambao wanachukua kweli zungumzia Paul Mundia kadhalika pia wachezaji kipa wa timu ya Ishara FC. Sijui kama mkumbuka Kurwa ama ni Murwa, yule mlinda lango mpya wa timu ya KFC akitokea kule Ishara FC. Vile naona baadhi ya mashabiki ambao wanaienzi
masuala ya soka, ameketi kitako kweli kweli kushuhudia utamu huu wa soka, na vilevile kuna mbingwa fulani hapa niliona akifanya mambo yake, nimpe nafasi angalau tuambie kifunga macho ama ni juju pengine